biashara na mshauri wa masuala ya business management. Tuna vipindi vyetu ambavyo vinakuja kwa jina la Better Africa ambavyo vimekusudia kuelimisha jamii kuhusiana na masuala mbalimbali ya kibiashara pamoja na fedha ili kuhakikisha tunaweza kukua pamoja kiuchumi. Na leo kwenye mada yetu tutakuwa tunazungumza na wafanyakazi lakini pia na wanachuo, ambapo tunajaribu kuangalia kwamba unaweza ukafanya vitu viwili kwa wakati mmoja, kwa maana unaweza ukawa umeajiriwa na unatamani kufanya biashara, au wewe ni mwanafunzi na unatamani kufanya biashara. Wanafunzi wangu wengi mmekuwa mkiniuliza kwamba ni sahihi nyie kufanya biashara mkiwa bado mnaendelea na masomo. Ni swali ambalo limekuwa likileta utata kwa watu wengi pia ambao wanafanya kazi, kuona kama ni namna gani unaweza ukafanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hivyo leo nitakuwa nikizungumza juu ya swala hili, lakini nitatoa mifano mingi zaidi chuoni, lakini na hata wewe ambaye sio mwanachuo utatumia knowledge hii kuirelate na kazi ili uweze kuona namna unavyoenda. Kwa hivyo kwa nyie ambao ni wanachuo, hapa tunazungumza wanachuo wa elimu ya juu, kwamba ni lazima uweze kuanza biashara ukiwa bado uko chuoni. Na hii ni kwa sababu sisi kama jamii tunakutambua wewe kama mtu mzima, na elimu ya chuo ni elimu huria, na tunatamani unapomaliza masomo yako uweze kwenda kukabiliana na maisha. Kwa hivyo kuna maisha ambayo unatakiwa uishi, kuna namna unatakiwa uishi ukiwa unasoma, ili unapomaliza masomo ile elimu uliyoipata uweze kumudu maisha, uweze kukabili maisha yako. Usisome ukamaliza na ukawa umekaa tu nyumbani au haujui unaanzia wapi, na umekwisha tayari kutumia muda mwingi sana kutafuta elimu ambayo umeipata. Natambua tuna wanafunzi wa kada tofauti tofauti. Kuna wanafunzi ambao wanasoma hizi business school, tuna wanafunzi ambao sio business school, lakini hapa nitajaribu tu kuwa general, alafu wewe utaangalia ni namna gani unaweza kutumia maarifa haya kuyapply kwenye mazingira yako. Nianze kwa kusema kwamba ni muhimu sana kuanza biashara ukiwa chuoni kwa ajili ya kukusaidia kwenye mambo tofauti tofauti. Jambo la kwanza, ukianza biashara ukiwa chuoni utapata uzoefu, kwa maana ya ile practical experience ya baadhi ya mambo ambayo umejifunza darasani. Unaweza ukashuhudia kwamba tuna shida kubwa ya watu ambao wamefaulu lakini they are too theoretical. Unaweza ukapata A's nyingi, lakini when it comes to practical inakuwa ni shida namna ambavyo unaweza ukaapply ile knowledge ambayo umeipata. Wanafunzi ambao wanaanza kufanya biashara ndogo ndogo wakiwa bado wanasoma wanakuwa kwenye changamoto ndogo zaidi kuliko wale ambao akili yao na muda wao wote ulikuwa unawaza tu theories zile za darasani. Kwa hivyo utaanza kupractice vitu ambavyo umefundishwa, na itakusaidia wewe kupata practical experience. Utaviona vitu in reality, hautasoma kitu kwa kuimagine, utakuwa unasoma vitu in reality. Ninatambua somo la entrepreneurship linafundishwa kwa wanafunzi wa kada nyingi sana, sio tu wa masomo ya biashara. Kwa hivyo ni muhimu sana kupractice ujasiriamali kwenye maeneo ambayo uko interested nayo au maeneo ambayo unayasomea. Kwa hivyo kwenye lile eneo ambalo unasomea ni muhimu kuangalia ni namna gani unaweza ukaanza kuingiza kipato taratibu ukiwa bado uko chuoni, kwa kujiengage na biashara ambazo hazitakulia muda, ili uweze kutumia fursa hiyo kurelate theory pamoja na practice. Lakini pia ukianza biashara ukiwa chuoni inakusaidia kujitegemea kifedha. Una mahitaji mbalimbali ambayo unatumia kama mwanafunzi. Mnatoa photocopy, mnahitaji chakula, mnahitaji internet, mnahitaji vitabu na matumizi mengine mengi. Kwa hivyo ukiweza kuanza biashara ukiwa chuoni inasaidia kupunguza mzigo kwa wazazi na wale watu ambao wewe wanakusaidia kusoma. Kwa hiyo unaanza kujifunza kuingiza pesa kidogo, kwa hivyo itakusaidia
kupunguza ile dependency kwa wale watu wanaokusaidia. Kwa hiyo utajifunza kwamba pesa inatafutwa. Kwa hiyo moja kwa moja mahitaji yale madogo madogo utaweza kujimudu wewe mwenyewe. Ninatambua kuna wanafunzi ambao mnapata pesa kutoka kwa ndugu na wenyewe wakiwa wana struggle au wazazi, lakini unapoanza biashara ukiwa chuoni inakusaidia kupunguza ile level ya kustruggle, ile kushindwa kupata pesa ya photocopy, kushindwa kupata pesa ya kula. Unaweza ukapata pesa pembeni kidogo ambayo inaweza ikasapoti biashara. Lakini pia inakusaidia kujiandaa na maisha baada ya masomo, kwa sababu wewe ni mwanafunzi na utakuwa mwanafunzi kwa kipindi kifupi. Kwa hivyo baada ya kumaliza masomo utatakiwa kukabili maisha yako. Kwa hiyo ukiwa tu uko theoretical, itabidi uanze sasa kujifunza vitu hivi baada ya kumaliza masomo. Kwa hiyo utarefusha ile tunaita transition period, kipindi kati ya kumaliza masomo mpaka kipindi ambacho unaweza sasa na wewe ukaanza kujimudu kimaisha. Kuna biashara ambazo unaweza ukazifanya kwa muda kidogo ukiwa bado uko chuoni na ukaweza kujiandaa na maisha baada ya masomo. Unapomaliza masomo unaweza ukawa tayari kwa biashara kamikua, unaweza kumudu mahitaji yako ya muhimu wakati unaendelea kukuza biashara yako au kutafuta ajira ambayo unaipenda. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu sana kitakusaidia ukianza biashara ukiwa chuoni, itakusaidia sana kukuza ujuzi. Na hapa nazungumzia ujuzi wa aina mbili. Nazungumza ujuzi wa academic, lakini pia ujuzi wa maisha. Ujuzi wa academic nimekwisha kufafanua hapo juu, lakini kwenye ujuzi wa maisha ninazungumzia zile life skills. Kwa sababu unapoanza kufanya biashara una interact na watu. Natambua baadhi yenu umesoma boarding school kuanzia uko O level mpaka umeweza kuingia chuo, haujapata time ya kuanza kuinteract na watu. Maisha yako yamekuwa na cycle ya watu wa aina moja, wanafunzi tu. Kwa hivyo utakapomaliza sasa degree ndio kuanza kujifunza kuuza, kufanya biashara, unakuwa kama vile unaona ni jambo gumu sana kwako, au unaona ni jambo ambalo haliendani na elimu yako, unaona ni kama umeshushwa thamani. Lakini ni kwa sababu haukuchukua hatua wakati ukiwa chuoni. Kwa hivyo hii itakusaidia kukuza ujuzi wa maisha, itakusaidia kujifunza kufanya maamuzi, itakusaidia kujifunza time management, itakusaidia kujifunza kuwa determined, kuwa committed, namna ya kucommunicate na watu, itakusaidia kudevelop skills kama za discipline, problem solving skills ambazo ni muhimu sana kwa nyakati tulizo nazo. Watu wengi sasa hivi wanalalamika kwamba graduates wanashindwa kuonyesha social skills. Kwa hivyo inakusaidia sasa wewe, kwa sababu unafanya biashara ukiwa unasoma, unaanza kujifunza pia hizi skills. Utaanza kujifunza namna ya kubudget muda wako wa masomo pamoja na biashara, namna ya kuongea na mteja, namna ya kusolve changamoto mbalimbali. Ile inakuwa inakujenga na kukuimarisha zaidi. Kumbuka kipindi hiki wewe ni mwanafunzi, na unapofanya biashara ukiwa mwanafunzi, hata unapokosea kila mtu anaelewa kwamba wewe ni mtu ambaye unajifunza. Kwa hiyo inakuweka kwenye nafasi ya kutokuogopa kukosea, na inakupa urahisi wa kuuliza na kupokelewa na mtu ili aweze kukusaidia, kwa sababu wewe bado ni mwanafunzi. Kitu kingine ambacho ni muhimu sana kwa wewe kuanza biashara ukiwa bado uko chuoni ni kwamba itakusaidia kujenga mtandao. Tunaweza tukasema networking, kwa maana ya tunahitaji kuconnect na watu kwa ajili ya kutusaidia au sisi kuwasaidia. Sasa hivi tuna changamoto, watu wengi hawana social capital. Ni kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia. Kwa hivyo mtu anajikuta ni yeye na simu yake na anasahau maisha mengine. Utakapoanza biashara ukiwa chuoni, utaanza kujenga mtandao wa watu ambao wanaweza kukusaidia ili uweze kukuza biashara yako. Kwa hivyo utahitaji
kuconnect na supplier, utahitaji kuconnect na business consultant. Baadhi ya business consultants utakuta kule chuoni ni walimu wako. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi wewe kuwa consult kwenye maeneo tofauti yanayohusiana na hiyo biashara kirahisi zaidi kuliko ukiwa umeshaondoka chuoni. Kwa hivyo watakuwa wanakusaidia, watakucoach, watakushauri kiwepesi zaidi, kwa sababu wewe ni mwanafunzi, na utajenga mtandao wa watu ambao ni sahihi kwako, watu wenye mawazo chanya, watu wenye ndoto kubwa, ambao watakufanya na wewe uendelee kuwa na ndoto kubwa na kuweza kuwa na nguvu ya kupambana kufikia ndoto yako. Lakini pia ukianza biashara ukiwa chuoni itakusaidia sana kupata kipato cha ziada, kwa maana kile kiasi cha pesa ambacho utakipata unaweza ukaanza kujifunza saving. Unaweza ukawa hautokei familia ambayo ina changamoto na wanakusupply with all your needs, lakini ukiweza kuanza biashara ukiwa chuoni, kwa hivyo unaanza kujifunza kwamba kiasi cha pesa ninachokipata kwenye biashara ninaweza nikakisave. Kwa hiyo utaanza kujifunza financial investment, utaanza kujifunza. Sasa hivi tuna tatizo kubwa, watu kila wanachokipata wanakiconsume. Kwa hiyo tuna consume kile chote ambacho tunapata, na hii ni sababu ya kukosa skills za saving. Kwa hiyo ukianza ukiwa chuoni utaanza kuona unaweza kusave, na saving ni skill ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya mafanikio yako. Utakapo master skill ya saving, itakuwa ni rahisi sana kumaster skills nyingine ambazo ni muhimu kwa wewe kufanikiwa kwenye maisha yako, lakini pia pamoja na biashara. Kwa hivyo itakusaidia wewe kujifunza kusave, kwa sababu saving ni tabia. Kwa hivyo utaanza kuijenga ndani yako, na mwisho wa siku utakuja kuwa na mafanikio makubwa sana. Jambo jingine ni kwamba utakapoanza biashara ukiwa chuoni, unakuwa umejiweka katika mazingira ya kusaidika kirahisi. Kusaidika kwa namna gani? Wewe ni mwanafunzi, unaweza ukaingia mahali popote ukauliza swali lolote na mtu akakusaidia, kwa sababu wewe ni mwanafunzi, na hata ukikosea hakuna mtu atakaye kushangaa. Kwa hiyo inakupa sababu ya kuanza kiwepesi, kwa sababu unaona pia ni rahisi wewe mwenyewe kuelewa, kuuliza, kukosolewa na kusaidiwa, kuliko ukiwa umeshakuwa si mwanafunzi. Mtu atashangaa, huyu mtu mbona haelewi hivi na ana degree, lakini sasa hivi mimi ni mwanafunzi ndio najaribu kuelewa haya mambo ya TRA yanaendaje. Mtu anaelewa, okay, huyu anatamani kuelewa, kwa hivyo anakushauri for free, anakupa support na anapenda kuona unapambana ili uweze kusimama wewe kama wewe. Na mwisho kabisa, ukianza biashara ukiwa chuoni inakusaidia wewe pamoja na jamii yako kumiti mahitaji. Jamii ina mahitaji mengi sana, na watu ambao wana provide solution kwenye jamii ni wachache. Kwa hivyo ukianza biashara ukiwa chuoni utaenda kukava gap ambayo bado watu wanahitaji vitu hivyo ambavyo wewe unatakiwa uvipeleke. Kwa hivyo wakati una provide huduma, wewe pia unapata kipato. Wewe ukipata kipato unapunguza idadi ya watu tegemezi kwenye taifa, na unaongeza idadi ya watu ambao ni watu tegemewa kwenye taifa. Kwa hiyo unapunguza level of dependency kwenye nchi. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa faida sana, unakuwa ni mtu wa mchango mkubwa, na utakapomaliza masomo yako utakuwa na nafasi kubwa ya kuipanua sasa ile biashara kwa mapana yake na kuweza kuajiri watu wengi zaidi, na biashara yako iweze kukua sana. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza, na nitakuwa na mfululizo wa vipindi kama hivi. Kipindi kijacho nitakuelezea ni namna gani unaweza ukabudget muda wa masomo pamoja na muda wa biashara. Natamani upate A's, lakini pia uweze kunufaika na biashara, ili unapomaliza masomo ukaweza kuyamudu maisha. Mungu akubariki. Stay tuned.